Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa fadhili zake na neema ambazo anatupa kila tuitwapo leo. Katika wasaa huu ninatamani kujifunza pamoja nawe kwa habari ya bidii. Biblia imeongea mambo mengi sana kuhusu bidii, hasa ukisoma katika Methali kwamba kila jambo ambalo unalifanya ukalifanye kwa bidii, na mahali pengine imeongelea bidii kama uadilifu. Lakini watu tunashindwa kuelewa nini hasa maana ya bidii kutokana na kutokujua mitazamo ya kibiblia. Sasa nitamani tujifunze kitu hiki ili kikusaidie sana katika kujifunza na kuelewa maana halisi ya bidii katika Biblia anamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotazama neno bidii kibiblia, naweza nikakupa maana hii, nikasema bidii, maana ya kwanza ya bidii naweza nikasema ni bidii ni kufanya kitu pasipo kutegemea msukumo wowote wa nje, pasipo kutegemea msukumo wowote wa nje. Ninapoongelea bidii ni kufanya kitu pasipo kutegemea msukumo wowote wa nje, na maanisha nini hapa? Ninamaanisha kwamba mwanadamu ana nguvu mbili. Kuna nguvu ambayo ipo nje inamsababisha yeye kufanya mambo fulani au kuwa na mokari ya kufanya jambo fulani, na kuna jambo ambalo lipo ndani ya mtu ambalo linampa mokari ya kufanya jambo. Sasa bidii inalai kwenye kutumia nguvu iliyopo ndani kufanya jambo. Sasa unapotegemea nguvu ya nje ikuwezeshe na ikupe msukumu katika kufanya mambo ambayo Mungu anatamani sana uyafanye, means unakosa bidii. Uadilifu na bidii ni vitu ambavyo vinakwenda kwa pamoja. Uadilifu ni katika kiwango fulani hivi cha usahihi. Sasa unapokosa ile bidii ya kufanya jambo, inakuletea wewe usiwe na matokeo ambayo ni chanya na matokeo ambayo ni mazuri sana. Hebu tutazame katika bidii, anasema hivi: je, wamuona mtu mwenye bidii? Je, wamuona mtu mwenye bidii? Asema huyu ataketi katikati ya wakuu, hatoketi katikati ya watu wenye hadhi za chini. Sasa tazama, kwa nini bidii inamweka mtu katikati ya watu wakuu? Bidii hapa, napotazama mtu mwenye bidii ni mtu ambaye hategemei kushawishiwa au hategemei kusukumwa kufanya jambo fulani. Yeye mwenyewe personally, kutoka ndani ya moyo, ana nguvu ya kufanya kitu. Ukimtazama mwanadamu ni mawazo yake, means mwanadamu ni kile kitu ambacho anakifanya ndani. Ndio maana kufanikiwa kwa mwanadamu kunaanzia ndani ya moyo. Mwanadamu anavyowaza ndivyo anavyokuwa. Ndio hata unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa ndani ya mtu mwenye bidii ndani yake ipo ndani kwa asili. Ategemei kushawishiwa labda na mtu fulani, ategemei kuambiwa na mtu fulani fanya hivi, ategemei labda kushauriwa fanya hivi. Yeye anakuwa na bidii ya kufanya kitu hata kama haoni matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya bidii? Bidii ni kufanya jambo kwa muendelezo mpaka kilichotegemewa kipatikane. Hii ni maana ya pili. Bidii ni kufanya kitu kwa muendelezo mpaka kile kilichotegemewa kipatikane. Biblia inatuambia hivi, naye Elia aliomba kwa bidii. Ukienda kutazama katika Wafalme, tunamwona Elia aliomba mara 7, lakini Biblia haikutuambia kwamba alipaswa kuomba mara 7. Sawa, ilituambia aliomba mara ya kwanza akingoja mvua, akiombea mvua ije, haikunyesha, hakuona dalili. Akaomba mara ya pili na ya tatu na ya 4 na ya 5 na ya 6 na ya 7. Ilipofika ya 7 ndipo akaona dalili, basi akaridhika. Ina maana kama ilipofika ya 7 na asingeona dalili, ina maana angeendelea kuomba kwa bidii mpaka apate kile kitu ambacho anakitaka. Kwa hiyo bidii hapa tunasema kwamba bidii ni kufanya kitu kwa muendelezo mpaka kile kitu ambacho unakitarajia ukipate. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitaka kujua kwamba unayo bidii au hauna bidii, tazama maana ya kwanza kwamba bidii ni kufanya kitu pasipo kutegemea msukumo wa nje.
Yaani wewe mwenyewe unakuwa una utashi au una hamasa ya kufanya jambo. Amina. Na maana ya pili ni kufanya kitu mpaka uone kile ulichokitarajia kinapatikana. Kama unachokitarajia hakijapatikana, basi hauwezi ukaacha kufanya lile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bidii ni kufanya kitu pasipo kukata tamaa. Hii maana hii hapa na maana ya pili zinataka kushawishiana, lakini kwa maana hii nataka niongelee kwa nini bidii ni kufanya kitu pasipo kukata tamaa. Kuna wakati unafanya jambo mara ya kwanza hauoni, mara ya pili hauoni, na mara ya tatu hauoni, mara ya nne unaanza kupunguza nguvu, mara ya tano unaanza kuona uzito, na mara ya sita unaanza kuenda ukidrop down. Yani kadri unavyozungumzia jambo lile lile kila mara, kushughulikia kuliwaza jambo lile lile wakati wote, unajikuta unakosa nguvu na kupungua hamasa ya kutenda. Sasa hii inapelekea watu wengi tunarudi nyuma, ni kiukweli. Lakini sasa bidii ni kufanya kitu pasipo kukata tamaa. Hata kama mazingira yanakushawishi wewe kurudi nyuma, hebu usikatishe bidii. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akusaidie sana katika kutafakari somo hili na kuwezesha sana. Hebu kuwa mtu mwenye bidii, punguza maneno, punguza kuzungumza sana. Ukitaka matokeo chanya, hebu punguza maneno, alafu fanya kazi kwa bidii, ndipo utakapoona maneno. Watu watajua kwamba wewe ni mchapakazi, sio kwa wingi wa maneno na wingi wa mikakati ambayo unayo, bali kwa wingi wa bidii ambao unaweka. Na bidii ipo katika kukaa kimya na kutenda sana. Na Mungu akusaidie sana, nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Amen.